Sababu kubwa za ufa kwenye msingi wa nyumba. Je, hili hapa nataka niwaelekeze kwa kifupi sana kwa sababu nimeshaelezea kwenye video nyingi sana kwa kirefu. Je, umeona ufa kwenye msingi wa nyumba yako au ya jirani? Usipuuze, inawezekana kuwa dalili ya tatizo kubwa. Hizi ndio sababu kuu zinazochangia. Moja, udongo kutulia. Ardhi inapokaa au kushuka baada ya ujenzi, hasa kama haikushindiliwa vizuri. Kwa maana nyumba tunapokuwa tumejenga lazima huwa inashuka. Kwa hiyo kama mpangilio mzuri haukufanyika, hilo lazima linatokea. Kwa maana kwamba nyumba inakuwa inakaa sasa. Mbili, maji au unyevu kupita kiasi. Maji yakitembea chini ya msingi huonyesha udongo na kufanya uzame au kupasuka. Maji yanapokuwa yanatembea pale chini, udongo unakuwa na wenyewe unazama kutokana na uzito wa jengo tena litashuka. Kwa likisha shuka ndio matatizo kama haya yanatokea. Tatu, mzigo mkubwa kuliko uwezo. Kuta nzito au sakafu zenye mzigo mkubwa zinaweza kuilazimisha foundation kupasuka. Sasa mara nyingi inapotokea uzito ule wa kwenye sakafu au floor inapokuja kupasuka, basi mara nyingi ule ufa huo unapanda mpaka juu ya kuta ya nyumba kama unavyoweza kuona hapo. Msingi umepasuka, mwisho wa siku na juu kumepasuka. 4, foundation iliyofanywa juu kukosa kina sahihi au kuchimba juu husababisha msingi usio imara. Nimefundisha sana mara nyingi jamani, msingi kutoka usawa wa ardhi pale unapokanyaga kushuka chini isiwe chini ya futi 2, isiwe chini ya sentimita 60. Tofauti na hapo msingi utakuwa umejenga juu. Kwa madhara kama haya ni lazima atatokea kwa sababu utakuwa umejenga kwenye ardhi laini. Kwa lazima mfike kiwango cha kutosha. 5, makosa ya ujenzi. Kuto kuzingatia vipimo sahihi, mchanganyiko mbovu wa zege au kazi isiyo na uangalifu. Hivi vipimo visivyo sahihi mara nyingi uchakachuaji umekuwa mwingi. Hata kuta mtu anapima mfuko mmoja wa simenti anachanganya ndoo 40 na mchanga. Sasa tayari hilo umeshatengeneza ubovu na udhaifu wewe mwenyewe. Unapokuwa umechanganya kwa kiasi kikubwa kama hicho. Baada ya kuchanganya 18, 16, mtu anachanganya mpaka 40, 35, 50. Ukiona unaokoa gharama lakini madhara yake ndio kama hayo unayoweza kuyaona, yanaweza kumtokea mtu yoyote na wakati wowote. 6, mitikisiko ya ardhi. Matetemeko madogo au msongamano wa magari makubwa karibu na jengo huathiri msingi. Hii inatokea kwa nyumba ambazo zinapitiwa sana na magari makubwa, tena yale ya mizigo. Yale ya mizigo huwa yanakuwa na mzigo mzito, kwa ule mtetemo yanaweza kusababisha vitu kama hivyo, au yanapokuwa yametokea matetemeko ya ardhi. Je, unahitaji msaada kutambua kama ufa uliopo ni hatari? Tuma picha yako au wasiliana na sisi, tutakupa ushauri wa kitaalamu bila usumbufu. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare akaunti ya Mjenzi wa Nyumba TZ. Zingatia, mawasiliano yetu ni namba hizo zinazopita hapo juu, kwa hiyo hakikisha unaweza kutumia hizo namba ili kuweza kuwasiliana na sisi ili tuweze kukusaidia juu ya changamoto zako. Asante sana na karibu tena kwa elimu zaidi. Shukrani.